tumeanza pamoja, Mungu akubariki, na kwa wale ambao mmeanzia katikati, Mungu awakumbuke, awatetee, na kwa wale ambao hawajaanza kabisa, si kwamba umeshindwa, bali una nafasi ya kuendelea katika wiki hili, kwa sababu bado tuna wiki moja la mwendelezo wa maombi, na maombi yetu ni maombi ya mapatano, na neno letu linahusu maombi. Ni neno linalohusu maombi kwa kanisa. Tulipoanza mwaka, neno la Mungu likatupa unabii kwamba tutakuwa na mwaka wa kuhesabiwa haki. Kama ambavyo mnafahamu kuwa ikitajwa hesabu, basi ina viwango. Bwana asifiwe. Hesabu anaanza kusoma nayo mtu wa chekechea, ataanza 1, 2, 3, 4, 5. Akienda madarasa yanapoendelea, anachanganya namba zinachanganyika na herufi, zikichanganyika na herufi, akiendelea tena namba zinachanganyika na herufi, alafu zina vipeo vinaendelea tena. Kuna vitu vya ajabu vinaendelea kwa kadri anavyoongezeka ufahamu na kimo, na ufahamu wake pia unaongezewa vitu, ili kwamba aweze baadaye kuwa na yeye afae kufundisha na wengine. Ndio maana yake sema tumehesabiwa haki, ni mwaka wa kuhesabiwa haki. Basi kwa hiyo tuko katika mwezi wa kwanza tu wa mwaka wetu wa kuhesabiwa haki, na haki hiyo tunapewa sisi kwa neema. Tunahesabiwa haki kwa neema, na neema hiyo ambayo tumehesabiwa, basi Mungu anatustahilisha kile tusichostahili. Sasa wewe kama unafahamu unastahilishwa kitu ambacho hukustahili, basi kuwa mtulivu, ufahamu kwamba umehesabiwa haki, na Mungu anasema nini kwako wewe ulihesabiwa haki kwa habari ya eneo la maombi. Bwana asifiwe. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Bwana asifiwe. Yakobo anawaambia aliowaandikia, na waraka huu wa Yakobo ni kwa nani? Umekwenda kwa nani waraka wa Yakobo? Waraka wa Yakobo umekwenda kwa nani? Jamani, waraka wa Yakobo umekwenda kwa nani? Kwa watu wote. Bwana, sio ilivyoandikwa huko? Waraka wa Yakobo kwa nani? Kwa watu wote. Maana yake mimi na wewe tunahusika. Kama tunahusika na neno hili ambalo alisema Yakobo kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kuponywa, linatuhusu mimi na wewe. Bwana asifiwe. Linatuhusu neno hili, ili tupate, tukiungama dhambi zetu sisi kwa sisi tupate kuponywa, ili tupate kuwa wenye haki mbele za Mungu. Tunapokuwa wenye haki mbele za Mungu, sasa ndio tufanye bidii katika kuomba. Mwenye haki anahesabiwa haki kwa neema baada ya kutubu dhambi zake, baada ya kuweka wazi dhambi zake, na yeye akatubu na kutakaswa na kusamehewa na Mungu. Sasa neno la Mungu linasema ili uwe na haki mbele za Mungu, basi jitakase ili uwe mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa kuwa Mungu anatusamehe dhambi zetu ili tuwe watakatifu kama na yeye alivyo mtakatifu, ili tuwe na haki ya kuitwa wana wa Mungu. Mungu sasa anapokuwa amekuhesabia haki kwa wewe, kwa neema ya kuwa uwe mwana wa Mungu, baada ya kukusamehe dhambi zako, anasema habari yako wewe na mwenzio mliosamehewa dhambi na kupewa haki ya kuitwa wana wa Mungu. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Maana kinyume cha hapo, wenye haki mkisha kusamehewa bure, lakini ninyi kwa ninyi kama hamkusameheana, kama hamkuwa huru na kupendana, bado kuna roho ya mauti inakufuatilieni.
Kwa nini? Kwa sababu ninyi kwa ninyi hamjaungamiana dhambi zenu. Bado mnatakiwa mupande muingie kwenye daraja la kupewa haki na kuungama dhambi zenu ninyi kwa ninyi, ili hapo sasa muwe wazima mbele za Mungu. Sasa mwende kwa Mungu mkiwa na haki ya waliosamehewa dhambi na walio kuungama dhambi zao wao kwa wao, na waliopona kutoka katika hukumu ya mauti, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana tusaidie. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ukisha kusamehewa dhambi unaponywa. Ukisha kuponywa anasema Roho Mtakatifu kwamba nyinyi kwa ninyi mliosamehewa dhambi, ili mpate kutembea katika uzima, ninyi kwa ninyi ungameni dhambi zenu. Baada ya hapo sasa, mkisha kuhesabiwa haki kama sisi tulivyopata daraja, maana daraja letu kumbe haliko kwenye chekechea ya 1, 2, 3, wala haliko katika darasa la kwanza na la pili, tuko katika daraja lingine la 3 au la 4, ambalo linasemaje? Ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana ikiwa atatia bidii katika kuomba. Bwana asifiwe. Tunaongelea habari ya bidii katika kuomba kwako wewe uliye mwenye haki mbele za Mungu. Mwaka huu ni mwaka wa wenye haki kuomba kwa bidii. Nisipokuona kwenye kuomba, nina shaka na haki ulionayo mbele za Mungu. Nina shaka na msamaha wa dhambi zako mbele za Mungu. Nina shaka na vile ambavyo neno la Mungu nasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, kwamba je, una amani na ndugu yako? Nina shaka kama hayo yote yako mbali na wewe, basi hapo kwenye bidii ya kuomba unaweza usionekane. Nina neno na wewe mchana wa leo kwamba huko kote Mungu amekwisha kuvushwa, ila tu wewe umefanana na kuku aliyesafirishwa kwa muda mrefu akafungwa kamba miguuni. Mwisho wa safari umefika na haki amepata, kwamba sasa uko huru, unaenda kujitafutia chakula chako mwenyewe. Akabaki amelala pale kama yuko kwenye tundu, kumbe hakuna chochote ambacho kimemfunga. Sasa hapo ndio asubuhi tumeambiwa fungua ufahamu wako. Bado wewe sio kuku aliyefungwa, na uko huru, na wewe ni mwenye haki mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu nasema habari ya kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sasa kama unaandika, andika bidii katika kuomba. Bwana asifiwe. Bidii katika kuomba, lakini bidii katika kuomba ni sharti hiyo bidii imkute mwenye haki. Bidii katika kuomba nisikufundishi jinsi ya kupata haki, nilisha vya kutosha. Sikufundishi juu ya toba na kudumu katika usafi baada ya kusamehewa, nimeshakufundisha vya kutosha. Sikufundishi tena habari ya kuombeana na kusameheana, nimeshakufundisha vya kutosha, pamoja na kwamba bado Bwana Yesu hajarudi. Taendelea kukukumbusha katika hili, maana wako watu ambao wako karibu sana maisha yao ya kimwili na kiroho, lakini hawajasameheana, na hiyo inakunyima haki na inakunyima hata hiyo bidii ya kuomba, kwa sababu hujawa na haki mbele za Mungu. Bidii yako katika kuomba inaweza isimzalie Mungu matunda, wala wewe mwenyewe isikuzalie matunda, kwa sababu bado hujawa na amani na ndugu yako aliye karibu. Hamjaungamiana dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Sasa kama Mungu anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi upate kupona, maana kuomba kwake mwenye haki wafaa sana akiomba kwa bidii. Kama bado hujaungama dhambi zako wewe na mtu wako wa karibu, na mumeo na mke wako na mtumishi mwenzako na mtu mwingine yoyote, basi hapo kwenye kuomba kwa bidii bado unawiwa, una deni. Unapaswa kuanza na msingi katika nyumba ya wenye haki, ambao Mungu anataka wafanye bidii katika kuomba, ili tuende pamoja kama wana wa Mungu tuliohesabiwa haki katika mwaka huu. Bwana asifiwe. Ni mwaka wa kuhesabiwa haki, mwaka wa kuhesabiwa haki. Sasa bidii katika kuomba ni muhimu sana kwa wale waliohesabiwa haki baada ya kupokea msamaha wa dhambi zao, na dhambi zako zikisha kusamehewa na kuwekwa huru, sasa pale wewe katika matendo ya haki mbele za Mungu, ambayo ni pamoja na kuomba, utahesabiwa haki, na hiyo haki Mungu sasa atakuhesabia katika mambo yaliyobaki. Ukisha kwenda mbele za Mungu kwa kuomba, maana Mungu amekwisha kusema msisumbukie, tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, mengine mtazidishiwa. Tukisha kupata haki mbele za Mungu, haya mengine Mungu anashughulika mwenyewe.
maana umeshampata yeye mwenye kutoa hiyo haki, na atakupa haki katika afya, atakupa haki katika familia, atakupa haki katika utumishi, atakupa haki katika uchumi, atakupa haki katika mipango yako yote, na atakupa haki katika yale yaliyobaki ambayo Mungu anafahamu zaidi ya wewe unavyojua. Na ndio sababu kwa kutokujua kwako haki yako ni nini, unaomba, unatakiwa uombe, kwa sababu hata hiyo haki yako bado hujaijua. Mungu anataka akuone ukiomba huku ukiwa umetakaswa na haki yake. Ukisha kutakaswa na haki yake, basi aone jinsi ambavyo unafanya bidii katika kumtafuta Mungu. Sasa si kwamba tunapokuja mbele za Mungu tukawa na maombi ya mapatano ya wiki mbili, maana yake sisi ni wenye haki mbele za Mungu, bali tunachuchumilia ile haki ambayo Mungu ametuhesabia kwa neema, ili inapothibitika kwetu, basi hiyo haki ituwezeshe kujibiwa na yale mengine ambayo kwa ajili yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya kanisa na hata kwa ajili ya taifa, basi Mungu atuhesabia haki hiyo, na katika haki hiyo tumuone Mungu katika mwaka huu akiithibitisha na kuidhirisha haki yetu aliyotuhesabia. Bwana asifiwe. Sasa neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu sura ya 16 mstari wa kwanza halafu mstari wa 17 na wa 18, neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema, Ayubu 16 mstari wa kwanza halafu utakwenda mstari wa 17 na wa 18, sura ya 16 ya kitabu cha Ayubu, sura ya 16. Ayubu anasema hivi katika sura ya 16, ndipo Ayubu akajibu na kusema. Ndipo Ayubu akajibu na kusema, ijapokuwa hapana jeuri mikononi mwangu na kuomba kwangu ni safi, nchi usifunike damu yangu, na kilio changu kisipate mahali pa kupumzika. Bwana asifiwe. Mnamsikia huyo mtu mwenye haki mbele za Mungu, ambaye ametubu dhambi zake akasamehewa na akawa na amani na watu wote, lakini bado kukawa na mapigo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Yeye sasa anahudhuria mbele za Mungu akiwa amepigika. Na ndio sababu watu wengi sana ukimkuta ana bidii katika kuomba, ana jambo limempiga, anatafuta majibu ya Mungu. Lakini hivi ukiwaambia watu kuomba, wala hawana haja, hawajapigika na eneo lolote lile. Sasa anakwenda kuomba, anaomba nini? Hana shida, anakula anachokitaka, anavaa anachotaka, na anakwenda anakotaka. Sasa Mungu anamuomba nini pale? Ayubu naye, kama watu wa kizazi hiki wanangojea wapigike ili waje kumwomba Mungu, lakini sasa tumsikie maombi yake, maadamu aliyempiga ni Mungu. Bwana asifiwe. Anasema hivi, mimi nimesema kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Ayubu alithibitisha haki yake mbele za Mungu, kwamba hana hatia mbele za Mungu wake, na amefanya mambo mengi. Ukisoma kwenye kitabu Ayubu anasema sasa alipojibu, alikuwa na wajibu wale watu walikuwa kimhukumu kwamba wewe umekupika mambo yamekupiga wewe Ayubu kwa sababu ya dhambi zako. Sasa anasema Ayubu, ijapokuwa hapana jeuri mikononi mwangu, nina hakika na kuomba kwangu ni safi, kwa kuwa nimesamehewa na nimepata haki mbele zako Mungu. Anamwambia Mungu, anaongea na Mungu, kwa sababu kuomba kwetu sisi tunapokuja, hauji kuomba mbele ya mchungaji, wala huji kuomba mbele ya mzee wa kanisa, wala huji kuomba mbele ya mshirika mwenzako, wala huji kuomba mbele ya mtu mwingine yote. Unakuja kuomba mbele za Mungu, kumuomba Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya taifa, na kwa ajili ya mambo yote unakuja kumuomba Mungu. Ndio sababu tunapopatana katika maombi ya mapatano, tunakuja tuhudhurie mbele za Mungu.
Hatuji kwa mtu yoyote, tunakuja mbele za Mungu. Na ndio sababu Ayubu alipokuwa anasema haya, alikuwa anamwambia Mungu kana kwamba anamuona hivi, na hivi ndivyo tunavyoomba mbele za Mungu, tunasema naye kana kwamba tunamuona hivi. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho Mungu yuko ndani yako na yuko karibu yako kuliko hata ile shati wala gauni ulilovaa. Mungu anasema hilo gauni na shati ulilovaa liko mbali sana na wewe. Yaani Mungu yuko karibu kuliko maelezo. Bwana asifiwe. Ayubu anasema ijapokuwa hapana jeuri mikononi mwangu na kuomba kwangu ni safi. Alikuwa ana bidii ya kuomba mbele za Mungu ili aone Mungu akimnusuru na yale anayopitia. Alikuwa anapitia mambo, asema kama sina jeuri mikononi mwangu na kuomba kwangu ni safi, kwa kuwa mimi ni mwenye haki na ninafanya bidii ya kuomba mbele zako Mungu, basi naomba hivi: nchi, usifunike damu yangu na kilio changu kisipate mahali pa kupumzika. Yaani haya maombi yangu kama ni ya damu, basi isipotee hiyo damu, na hicho kilio nacholia kisipate mahali pa kupumzika mpaka kifike kwa aliyenihesabia haki. Bwana asifiwe. Mungu aliyetuhesabia haki kwamba tuite watoto wake, tumesamehewa, na anatuambia kwamba njoni tusemezane, haja zenu zijulikane nami, ama na kitu chochote kilicho uumbaji wa Mungu, haya maombi yasizuiwe. Lakini yataachaje kuzuiwa wakati wewe huna haki? Ayubu anasema nina hakika sina hatia mbele zako Mungu, na kuomba kwangu ni safi. Kuomba kwangu ni safi. Sasa kama kuomba kwangu ni safi na mimi sina hatia, nchi, ninakwambia nchi, damu yangu isije ikapotelea hapo katika ardhi, na wala kilio changu kisije kikakwama kaishia katikati, kimfikirie Mungu. Sasa sisi leo kama watu tunaochukua imani ya Ayubu kama ndio modo yetu, ya kwamba mtu aliyemlingana Mungu akajihakikishia usafi wa moyo wake, anamuomba Mungu kwa kiasi hiki, na yeye amekuwa mwenye haki. Tunachotafuta kwa Mungu sisi ni nini, ikiwa Mungu ameshatuambia nimewahesabia haki? Kama Mungu amekuhesabia haki, maana yake yako mambo mengi mazuri ya baraka aliyokuhesabia. Anapotaka akuone kwenye kuomba, tena akuone kwenye kuomba ukiwa kwenye haki. Je, Mungu anataka haki yako ifananeje unapokuja kwake? Bwana sifiwe. Jichunguze nafsi yako kama una neno na mtu yeyote. Kwa nini? Kwa sababu maombi tunaomba mbele za Mungu yenyewe yana vigezo. Ikiwa una shida na ndugu yako, tena Bwana Yesu mwenyewe kasema hata kama una sadaka yako unakuja madhabahuni kutoa, kama una shida na ndugu yako, iache kwanza sadaka yako, usiende madhabahuni kutoa, patana na ndugu yako kwanza. Neno hilo kalisema Bwana Yesu, na sisi tunamwamini yeye, hatuna udhuru. Ikiwa ndani ya kanisa, hata nyumbani kwako, hata kwenye jamii inayokuzunguka una shida na ndugu yako, una shida na jirani yako, una shida na mke wako, una shida na mume wako, una shida na ndugu yako wa damu, una shida. Haya mambo yanakunyima haki ya wewe kuja kwa bidii mbele za Mungu na Mungu akakusikiliza. Vigezo hivi Mungu amevisema kana kwamba vina uzito mdogo, lakini mwenye kuomba anatakiwa achunguze sana moyo wake. Anatakiwa achunguze sana moyo. Chunguza sana moyo wako unapokuja mbele za Mungu kuomba. Hakikisha moyo wako ni safi ili kuomba kwako kuwe safi. Bwana asifiwe. Kuomba kwako kuwe safi. Na ndio sababu hata Bwana Yesu alipoambiwa na wanafunzi wake tufundishe kusali, akawafundisha, lakini pale mwishoni, umeona alichokisema pale mwishoni?
pale alipofunga sala yake, msipowasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Ndipo kafunga sala pale. Bwana asifiwe. Kafunga pale ile sala ili ipate kibali. Sala yako ipate kibali mbele za Mungu. Mungu anasema usipowasamehe watu makosa yao na Baba yako wa mbinguni hata kusamehe. Sasa Mungu kama kakuona hujasamehe watu makosa yao, akawa na yeye hata kusamehe kwa kuliangalia neno lake ili alitimize. Kuomba kwako kwa bidii kunamfaa nini? Kunamfaa nini Mungu kuomba kwako kwa bidii? Maana umekosa haki. Ndio maana Yakobo anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Ninaomba hivi tusimame tujitakase mbele za Mungu, kwa sababu mimi siku zote hapa ukija kwenye maombi yetu ni neno la Mungu na kuomba. Tunakaa nasikia neno la Mungu na kuomba, tunakaa nasikia neno la Mungu na kuomba, halafu baada ya hapo tunakuwa tunamaliza maombi. Sasa naomba tusimame tumwambie Bwana Yesu, asante, tumesikia, tunaomba haki uliyotuhesabia. Takasa moyo wako wewe, takasa, jichunguze mwenyewe, mwambie Bwana Yesu, ninaomba nianze upya. Sikuwepo hapa Jumatatu wala Jumanne wala Jumatano wala Alhamisi wala Ijumaa, wenzangu waliokuwepo. Mimi nakushukuru Bwana Yesu, sikuwepo, lakini kutokuwepo kwangu kumbe walikuwa wananiombea. Ndio maana wananishirikisha hata yale waliokuwa kiomba katika siku hizi waliokuwa wakiomba. Bwana mchungaji kasema tusimame. Alikuwa anakwenda usiku mzima kuomba, halafu asubuhi anarudi hekaluni, jioni anakwenda usiku mzima anaomba. Wewe na mimi tunalala usingizi, halafu hapa unakaa na ndio simama, bado inakuwa shida. Sasa mbele za Mungu ili Mungu mwenyewe akuhesabie haki, ayajue na yale ambayo wamehesabia kwamba ni mambo mema ya watu waliochagua haki. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana. Mungu, asante kwa ajili ya watumishi wako ambao Bwana Mungu amehesabiwa haki kwa neema. Mfalme wangu na Mungu wangu, ninaomba chunguza njia zetu Bwana, ili kwamba Mungu tuyajue makusudi yako na mapenzi yako kamili. Amen. Tutakwenda tena mbele za Mungu baada ya kusikia neno la Mungu kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 1 mpaka 3. Neno la Mungu linasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pihahirothi kati ya Migdoli na bahari kukabili Baal-Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema, katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kwamba mimi ni Bwana. Basi wakafanya hivyo. Bwana asifiwe. Usikie hivi kwamba wana wa Israeli walipokuwa wanatoka utumwani Misri, walikuwa wanakwenda kwa hatua wakitanguliwa na Mungu. Mungu alikuwa anawatangulia huku akiwaelekeza, nendeni hivi, nendeni hivi. Walikuwa bado hawajavuka bahari kama na wewe na mimi tulipokuwa katika kuvuka mwaka huu ambao tayari tumekwisha kuvuka. Sasa anawaambia kile ambacho walikisikia kutoka kwa Mungu kabla hawajavuka bahari, na Farao tayari anawafuata afanyeje? Ende akawakamata warudishe tena utumani. Kama na wewe ambavyo dhambi inakufuata, inakunyemelea kila siku na inataka ikurudishe nyuma, urudi Misri ukaendelea kutumikia dhambi kuliko badala ya vile ambavyo umehesabia haki mbele za Mungu bure. Akasema zungukeni, fanyeni hivi na mimi nitaufanya ugumu moyo wa Farao, nitajitukuza. Maana huyu atasema wametatanishwa katika hili jangwa na sasa hawawezi, na mbele yao kuna bahari. Wewe sasa nitaweka hapa hiyo kambi, nitajua la kufanya. Na mimi nitakachofanya nini? Nitajitukuza mbele ya Farao na majeshi yake yote, na itajulikana kwamba mimi ni Bwana. Hivi Mungu aliyokuhesabia haki hawezi kukuhesabia haki na wewe upate haki kirahisi kabla hujapambana na shetani ambaye kashaiona haki yako. Na haki yako imezuiwa mara nyingi, imezuiwa maeneo mengi na shetani. Na hapo izuie hiyo haki, anataka ubaki hivyo hivyo, na ikiwezekana urudi nyuma.
kule Misri ulikokuwa. Sasa kama ukirudi nyuma kule Misri, kwa hasara ya nani? Ni hasara yako wewe na Mungu, na Mungu hawezi kukubali upate hasara wakati amekuhesabia haki baada ya kukusamehe. Na amekwambia ukipata hiyo haki, omba kwa bidii, na ukiomba kwa bidii maana yake utasikia. Ukiomba unakwenda mbele za Mungu, na Mungu sharti aseme na wewe. Huwezi kusema tu alafu Mungu anyamaze. Mungu anasema, anajibu yale unayemuomba, na anapokujibu na wewe, kwa sababu uko mbele za Mungu, utayasikia, utayaona yale ambayo Mungu anafanya. Wana wa Israeli watakuwa mashahidi na kanisa la Mungu kwamba tuliposikia Mungu alipotuongoza na tulipofanya tulimwona Mungu. Maana hata tulipokuwa pale kando ya bahari katika Kutoka 14 mstari wa kwanza mpaka wa 3 tulimsikiliza Mungu na alijitukuza. Omba hivi. Bwana asifiwe. Mwambie Bwana Yesu, ninakuomba unijulishe mimi na kanisa lako njia zako, ili niweze kuziimarisha hatua zangu. Maana hao watu waliokuwa kiongozwa na Mungu, hatua zao zilikuwa zikifanywa imara, akienda mbele hatua ya kwanza na ya pili na ya tatu. Walikuwa akienda hivyo katika miaka yote 40, na walifika katika nchi ya ahadi kwa uaminifu wa Mungu. Na wao waliposimama naye kwa uaminifu, waliokuwa waaminifu wakafika salama, na wale ambao walikosa uaminifu kwa hasara yao na hasara ya Mungu, na anajuta kwa nini hawa watu wamekuwa hivyo, hawakufika. Sasa mimi na wewe tumeshafika katika safari ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi, nchi ambayo huko Bwana Yesu ametuandalia. Na nchi hiyo ni nchi yenye kila kitu, sio maziwa na asali peke yake, kuna kila kitu kizuri zaidi. Mwambie Bwana Yesu, naomba imarisha hatua zangu ninapokwenda, nikusikilize wewe na watumishi wako, nilijue neno lako na kuliamini. Sema nami kwa lugha ambayo ninaweza kuielewa haraka, na ninaposikia lugha na neno lako niweze kuwa mwepesi kufanya yale unayoniambia, ili hatua zangu zinapokuwa imara niuone mkono wako, nipate haki yako ulionihesabia. Twendeni mbele za Mungu. Baba rehema, Mungu mwenyezi wa milele, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, asante Mfalme, ninakushukuru Bwana, ninakutukuza, ninakurudisha. Unaweza hata Bwana Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Ninaomba hivi ni basi tu, kwa sababu unapokaa hata natoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 16. Kitabu cha Kutoka sura ya 16, Kutoka sura ya 16. Neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 16, ninasoma mstari wa 9 mpaka wa 13. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 9 mpaka wa 13, kitabu cha Kutoka sura ya 16. Neno la Mungu linasema, Musa akamwambia Haruni, haya, sema na mkutano wote wa wana wa Israeli, sema na mkutano wote wa wana wa Israeli, njoni karibu mbele ya Bwana, kwa kuwa yeye ameasikia manung'uniko yenu. Bwana asifiwe. Ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano kwamba Mungu kasikia manung'uniko yao, wote wa wana wa Israeli wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana asifiwe. Bwana akasema na Musa akinena, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli. Haya, sema nao ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama, wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni kware wakakaribia, wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Umande huo ndio ulikuwa ile mana. Ile mana ilikuwa inanyesha kama umande. Bwana asifiwe. Mungu amesikia, na Mungu tunapomuomba, si tumeomba Mungu atupe haki, ili unapoomba uwe mwenye haki. Na uwe mwenye haki mtu ambaye ulishajitakasa, umeachilia kila kitu, huna hatia mbele za Mungu na wanadamu. Na Mungu amekupa haki hiyo kwa makusudi, ili ukiomba kwa bidii asikie. Wana wa Israeli walikuwa wenye haki mbele za Mungu, ndio maana wakatolewa kutoka katika utumwa
kule Misri, wakavuka ili waende kwenye nchi ya ahadi. Ile haki iliwapa hata kumwambia Mungu, Mungu, tumechoka kula huu nini, hiyo mikate, maana utakula tu ugali tu na mchicha kila siku. Inakuwa kwaje? Na sisi binadamu tunatamani kuwa na nyama, tule pia tupate ladha tofauti. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia Musa, sema na mimi nasema na wewe kwamba yako mambo mengi yanatufanya tuombe, maanake yako mambo hatujayapata, tunatakiwa tuyaone kwenye maisha yetu. Maisha yetu yana viwango vingi. Afya yako, familia yako, kazi yako, biashara yako, huduma yako, mazingira yako na malengo yako na mipango yako yana matarajio mengi ndani yako, wewe mwenyewe shahidi. Na Mungu anataka asikie kutoka kwako, anataka uanze na msingi wa haki mbele zake, na baada ya msingi huo wa haki na ukajihakikishia kwamba utakibali mbele za Mungu. Mungu leo anamwambia Musa, nenda kawaambie wana wa Israeli, nimesikia kilio, nimesikia manunguniko yao, na kwamba sasa watakwenda watulie, jioni watakula nyama, asubuhi watakula mkate. Bwana asifiwe. Mwambie hivi Mungu mwambie hivi, mwambie Mungu, naomba nipe moyo wa kushukuru. Bwana asifiwe. Maana Mungu hataki uje mbele zake kwa manunguniko, pamoja na kwamba hata manunguniko anayajibu, pamoja na kwamba hata haya manunguniko alivyoyajibu hakuyajibu kwa wema sana, pamoja na kwamba majibu yake yalikuwa yamewapa raha ya ajabu kwa muda kitambo, ila Mungu anataka uwe moyo wa shukrani mbele zake. Mwambie Mungu, naomba nipe moyo wa kushukuru katika kila jambo, na katika mambo yote niondolee roho ya manunguniko. Ninapokushukuru nijue kwamba wewe utabaki kuwa Mungu. Bwana asifiwe. Tunapoomba si kweli kwamba kila unaloomba Mungu anafanya. Kwa nini? Mbona unaomba Mungu hafanyi? Mungu anafanya sawa sawa na mapenzi yake, hafanyi sawa na maombi yako. Sasa mwambie Mungu, naomba wewe ubaki kuwa Mungu na mimi nibaki kuwa mtu, naomba nipe moyo wa shukrani. Pendeni mbele za Mungu. Libarikiwe jina lako Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Baba Mungu, umehesabia haki, na kwa ajili hiyo Baba ninawasogeza mbele zako watumishi wako kama ambavyo ulikuwa na kusanyiko la wana wa. Asante mfalme, asante Bwana, asante mfalme. Lihimidiwe jina lako Mungu wa Israeli, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Ombi letu litakalofuata, ninasoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 60. Kitabu cha Isaya sura ya 60. Kitabu cha Isaya sura ya 60. Ninasoma mstari wa kwanza mpaka wa 7 kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litaifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wako utaonekana juu yako, na mataifa wataijia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakuasilia, wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana na wa Midiani na Efa wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Mstari wa 7, makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako, kondoo waume wa Nebayoti watakutumikia. Watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kwenye ombi. Watapanda watu watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali. Tumehesabiwa haki kwa neema, na haki hiyo imetupa kibali kupanda madhabahuni pa Mungu kama hivi tulivyo leo. Na wakati huu tunapopanda madhabahuni kwa Mungu kwa kibali, ni kwa vile umeamka mwili, roho na nafsi yako, na nuru yako Bwana Yesu anasema itakuangaza, na nuru yako ikikuangaza, sifa hizi za Isaya 61 mpaka 7 zitakuzukia wewe. Sasa
Ombi letu tutakaloomba ni kwamba omba Mungu wa utukufu ayaangalie haya aliyoyaahidi katika kitabu cha Isaya sura 60 na akuwezeshe kuamka katika utumishi wako, akuamshe katika utumishi wako. Hakuna mtu yote ambaye aliitwa kwa hasara na Mungu, bali Mungu amekuita ili uweze kumtumikia, na utumishi wako Mungu aliyokuitia anataka akuone ukiwa unaamka na kutembea pamoja na yeye, ukitenda kazi pamoja na yeye. Basi Mungu akuwezeshe kuamka na neno lake siku ya leo kutoka katika Isaya 60, na anasema amka, nuru yako iangaze, mataifa watakujilia, Gondoo na Kedari na mji kama hivi. Lakini mwisho anasema ya kwamba anasema kuwa kondoo waume na wake yote atakutumikia, watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitalitukuza nyumba ya utukufu wangu. Bwana asifiwe. Mungu muombe akupe kibali. Omba Mungu, mwambie nipe kibali cha kuja madhabahuni pako, pa kuhudhuria madhabahuni pako. Tunahudhuria madhabahuni pa Mungu, lakini kibali cha Mungu. Kibali, Mungu akitoa kibali anaangalia sifa, na sifa ya mwenye kupata kibali ni yule aliyeinuka akaangaza, nuru ya Mungu ikammulikia. Kibali cha Mungu, Mungu akikwambia anakumulika, hakumuliki usoni, anakumulika ndani. Bwana asifiwe. Mwambie Bwana Yesu, mulika ndani yangu, nipe kuja madhabahuni pako kwa kibali. Mulika moyo wangu, nafsi na roho yangu, ili nipate kibali cha kuhudhuria madhabahuni pako kama dhabihu iliyo hai. Endeni mbele za Mungu. Libarikiwe jina lako Mungu wa Israeli, mfalme wa mbingu na nchi, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Ninakushukuru neno lako Baba limesema inuka uangaze, nuru yako na ikumulikie, ikuzukie mambo yote ya baraka, kwamba Bwana umeahidi katika chuo cha nabii Isaya, ombolewa na Yesu aliyenirehemia. Nimekuwa mtoto, nimekombolewa, na damu ya Yesu. Shukuru maana tumekombolewa kwa damu yako ya thamani sana. Umetupa kibali cha kuwa watoto wako, nasi kwa kibali hiki tunaona haki ambayo tuwezesha kupata kibali cha kuhudhuria madhabahuni pako. Asante Mfalme kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo Bwana Mungu umelipa kwa neema kibali hiki mchana wa leo katika mwendelezo wa maombi yetu ya mapatano. Mungu nakushukuru, ninawakabidhi mikononi mwako. Ninaomba Bwana kibali hiki Bwana endelee kusema na kunena ndani ya mioyo yao, ili Bwana tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Baba, nakurudishia sifa na utukufu katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo tunaomba. Tuseme amen. Fanyeni mistari miwili. Sogeza hiyo meza kule. Wanafunzi, fumba macho yako. Wewe mzazi uko hapa, utaomba kwa niaba ya mtoto, na wewe mwanafunzi, haya, fumba macho yako, sema pamoja na mimi. Mwanafunzi wewe uli hapa, sema Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwanafunzi. Yesu, umesema mtu akilisikia neno lako na kulitenda atakuwa mwanafunzi wako kweli kweli, naye ataijua kweli, na hiyo kweli itamuweka huru. Bwana Yesu, ninakushukuru, ninahitaji kuijua kweli ya neno lako, na zaidi sana niijue kweli ya elimu ninayofundishwa, maana pia kwangu ni muhimu katika maisha yangu. Yesu, ninaomba nifundishe mwenyewe
kupitia walimu na wanafunzi wenzangu na wazazi wangu na wale wote ambao mchango wao ni muhimu sana katika maendeleo ya elimu yangu. Ninaomba ulinzi wako, Yesu, ninapokwenda na kurudi shuleni. Ninaomba hekima yako na ufunuo, Yesu, unifunulie niyajue yote nitakayojifunza, niyakumbuke ninapofanya mitihani, nifanye vizuri, niwe kichwa, Yesu, nisiwe mkia. Ninaomba nuru yako iniangaze moyo wangu, nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu. Yesu, ninajikabidhi mikononi mwako. Baba, katika jina la Yesu, asante na kushukuru kwa mtoto huyu. Asante kwa ajili ya mtoto huyu Bwana. Ninalibariki jina lako kwa ajili ya mtoto. Ninaomba mpe sawa sawa na vile Baba ameomba. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa ajili ya mtoto huyu. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya mtoto. Ninaomba Bwana kwa ajili ya mtoto apokee sawa na maombi yake. Baba, naomba kwa ajili ya mtoto huyu. Baba yangu na Mungu wangu, naomba kwa ajili ya mtoto apokee sawa na maombi yake. Baba, asante kwa ajili ya mtoto. Ninaomba Bwana atakuwa huyu binti kwa ajili ya mtoto. Baba, naomba kwa ajili ya huyu mzazi, Mungu mwenye nguvu, Baba mkumbuke mtoto wake. Naomba Bwana kwa ajili ya huyu mzazi, Mungu, naomba kwa ajili ya huyu mzazi, Baba kutana na mtoto wake. Asante kwa ajili ya huyu mtoto. Ninaomba Bwana Mungu wangu na Mwokozi wangu kwa ajili ya huyu mtoto. Baba, naomba kufundishe mwenyewe. Baba, asante kwa ajili ya huyu mtoto. Baba yangu na Mungu wangu, naomba kwa ajili ya huyu mzazi, awe baraka kwa mtoto wake. Asante Baba kwa ajili ya huyu mtoto. Nakushukuru Baba kwa ajili ya huyu kijana, Mungu wa Israeli, Mfalme wa mbingu na nchi. Asante kwa ajili ya huyu kijana. Ninakushukuru kwa kuwa Bwana una makusudi nao. Na libarikiwe jina lako Mungu, uwezo na nguvu na wewe Bwana hata milele, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Oh Baba, asante Mungu, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, nikitazama ni wewe tu. Ninaomba kanisa tusimame na kuahirisha. Tuombe. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, asante, tunakushukuru kwa ajili ya ibada njema ambayo Mungu umeanza nasi siku ya leo. Tumekuona Bwana tangu tulipoingia, na inakabidhi kusanyiko hili mikononi mwako Mungu, maana yale yote ambayo umetukirimia kuyafanya mahali hapa, tumefanya vile ambavyo Mungu umekusudia, nasi tumekuwa vyombo kwa ajili ya kuyafanya yale ambayo Mungu umetuwezesha. Nami sasa nakabidhi kusanyiko hili. Tazama hawa watoto wadogo pamoja na wazazi wao na wale wote Bwana watumishi wako na wajakazi wako ambao wameingia mahali hapa katika siku ya leo, ninawakabidhi mikononi mwako Mungu. Ninakusihi Bwana Mungu ambaye ulianza nasi wiki njema hii ambayo inaishia leo, anza nasi wiki njema inaanza leo, na hasa katika huduma ya maombi na maombezi yanayoendelea mahali hapa. Naomba endelea kuwakumbusha watakatifu wako Mungu, wasiache kukusanyika mahali hapa Mungu, ili kwamba Bwana yale yote Mungu uliokusudia tuyafanya katika mwanzo wa mwaka huu, ili tuanze na baraka zako kama ambavyo umetupa kibali na kutuhesabia haki ya kufanyika baraka Mungu katika kanisa na katika jamii na katika kusanyiko na katika nchi na taifa hili Baba, naye apate kutimizwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapotawanyika, tawanyika nasi Mungu. Tunaomba Bwana kila mmoja ambaye anatawanyika mahali hapa atakwenda, wengine watakwenda mashuleni, wengine watakwenda makazini, wengine kwenye biashara na wengine kwenye shughuli mbalimbali zilizo halali, ambao Baba ninaamini kabisa kwamba mpango wako ni kuona wanafanikiwa, na wanapofanikiwa waje kukurudisha utukufu. Mungu wangu, ninakusihi Bwana ulinzi wako na mkono wa haki yako, mkono wa ushirika, mkono wa kuume ambao Bwana ndio nguvu yetu Baba, uambatane nasi, hatua zako ziambatane nasi, amani yako itae kile zote, na hifadhi mioyo yetu katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini, tuseme amen. Haleluya, tumshangilie Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba, pendeni na amani ya Bwana